الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu na kukuhusieni kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia ambao kila aliye na sifa ya imani au kila yule ambaye kwenye moyo wake kuna Uislamu na uumini wa kumwamini Allah, basi wasia huu ni muhimu kwake. Ili hali kila jamii au kutokana na tamaduni za watu huwa wanahusiana kupitia na tamaduni zile. Ukienda kwenye watu ambao tamaduni zao haswa ni kilimo mbele, bila shaka kila watakapokwenda wakarudi watahusiana mule mule kwenye kilimo. Ikiwa ni biashara ni vile vile, ikiwa ni ufugaji ni vile vile. Sasa sisi pamoja na hayo yote, wasia ambao hatutakiwi kuacha kwa sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ameweka, ni watu kuhusiana uchamungu. Kana kwamba mtu kisha muhusia uchamungu akikubali kuhusika na hivyo, basi utakachokisema baada ya hapo kinaweza kikawa ni mwenye kukizingatia. Kwa nini? Kwa sababu mazingira uliyoyatengeneza kabla yanaruhusu kusikiliza hilo. Baadhi ya watu wanaweza wakaharibu muda mwingi sana na nguvu kubwa sana ya kuongea tu, amekosea anayemwambia ni nani. Kumbe kuna kitu alitakiwa amwambie kabla ya hicho. Ikiwa hayo utayashangaa pale ambapo watu walikuwa wanaambiwa kuhusu Allah kwanza kabla ya kuambiwa kitu chochote, kabla ya sala, kabla ya ibada nyinginezo ambazo zinahitaji nguvu, lakini mtu kwanza anaambiwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kama ummatul Islam lazima tuhusiane katika hili. Tukiona uchamungu umetengamaa katika kifua cha mtu, basi tunaweza kuhusia kile ambacho kitafuata mbele yake, ambapo ni swala, somo na haji na vingine. Alhamdulillah, kwa sasa tumeingia mwezi wa Dhulqa'da, takriban leo tarehe 5 au 6 wastani, mwezi ambao ni mmoja katika miezi ambao ni mitukufu kwa Muislamu. Anayejua thamani ya muda wake, anayejua kwa nini yupo, basi si muda wa kuongeza juhudi katika kupiga porojo au kufanya vitu ambavyo kiuhalisia vinamweka mbali na muda wake. Kwa mujibu wa aya kwamba minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum, baada ya Allah kuzungumzia idadi ya miezi aliyoiumba amesema humo kuna miezi minne, kama ilivyo kwamba thalathu mutawaliyatun wa Rajab Mudhar, kwamba mitatu yenye kufuatana ikiwa ni pamoja na Mudhar. Mitatu hiyo ambayo ikiwa ni Dhulqa'da na Dhulhijja, alkadhalika na Muharram na Rajab, ambayo kwa miezi kadhaa imetoweka. Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwamba katika miezi hiyo msidhulumu nafsi zenu. Na kudhulumu nafsi ni pale ambapo kama ilivyokuja katika hadithi kwamba inna Allaha yaghar, kwamba Allah anaona wivu, wa ghayratullahi an ya'ti almu'minu ma harrama Allah, muttafaqun alayh, kwamba hakika Allah anaona wivu, na wivu wa Allah ni pale anapomuona mu'min anayaendea yale ambayo Allah ameyaharamisha. Maana yake ni pale mnapomuona mu'min anakwenda kuidhulumu nafsi yake. Sasa tujitahid, juhudi ambazo kila mtu anatakana aihimu nafsi yake. Na hizi si kwamba mtu kuwa mcha Mungu ni ujanja wake au mtu kuwa muasi ni ujinga wake. Wama tawfiqi illa billah, hii ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anamwafikisha mtu katika kuyaendea matendo yaliyokuwa mazuri. Kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inna Allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu, katika hadithi nyingine ista'malahu, kwamba Allah anapompenda mtu anamtumia au anamtahini. Katika riwaya ya anamtumia, masahaba wakauliza kwamba Allah vipi anamtumia mtu? Akasema yuwafiquhu fi a'mali alkhair, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwamba anamwafikisha kwenye kuyaendea mambo mazuri.
lakini kama ilivyo kwamba walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kwamba wale ambao wanafanya juhudi katika ibada Allah anawatilia uwepesi. Na kama ilivyo mawqif ya ahli sunna wal jamaa kwamba imani inazidi kwa taa, alkadhalika inapungua kwa maasi, kama alivyosema al-Imam al-Qahtani katika nunia yake maarufu kwamba imanuna billahi baina thalathatin qawlin wa amalin wa i'tiqadi janan fayazidu bittaqwa wa yanqusu birrada, kwamba imani yetu kwa Allah ni baina ya mambo matatu: matendo, maneno, alkadhalika na moyo. Fayazidu bittaqwa, imani hiyo inazidi kwa uchamungu, alkadhalika wa yanqusu birrada, na inapungua na kudhaifika kutokana na maasi ambayo mtu anakuwa ni mwenye kuendea. Hili mtu akitaka kulipima, mathalan mtu anapowafikishwa siku, mfano kama kesho insha Allah au kuamkia kesho, yani ukaswali kabla ya salatu al-fajr, kisha ukaswali salatu al-fajr fardh, nia yako kubwa itakuwa ni kupata kablia nyinginezo, na kila utakavyojihimu katika kuwahi kabliyat za swala ndivyo Allah atakavyokuwafikisha. Lakini kila utakavyohisi kwamba hakuna umuhimu wa kupata kablia na baadia, ndivyo utakavyohisi hata swala yenyewe haina umuhimu. Hivyo hivyo katika taati nyingi, kadri unavyojihimu kuyaendea ndivyo Allah anakuwafikisha. Lakini kadri unavyoweka nje, yani ni mfano mtu akafanya maasi ya leo akaona maasi ni madogo, ngoja nisitubie, nitatubia kesho. Kesho akafanya, akasema hii si kama ya jana, asema haina haja ya kutubia. Yafika pahala sasa haoni kwamba kuna nafasi ya kutubia katika maisha yake au katika yale kuteleza na kukuelekeza kwa Mola wake. Lakini ili hali mtu ambaye ni mbora na ni mwema na ana thamani kuliko mwingine, yule anayekosea kisha akatubia, akakosea kisha akatubia. Baadhi ya Waislamu kwa kutofahamu muhimu wa tauba asema sasa kila siku anarudia makosa, hana maana. La, Allah ameyazungumza haya kwa dalili wazi kwamba hakika wale wanaoamini kisha lakini muhimu wakawa na tauba, basi hao bado wanakuwa ni bora kwao. Na kama ilivyokuja katika hadithi kwamba kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, kila mwanadamu ni mkosea na huyu ndiye mwanadamu aliyekamilika anayekosea, lakini mbora wa wote hao ni yule ambaye anakumbuka kwamba kumbe nimekosea, ngoja nimuombe Mola wangu msamaha. Baadhi ya watu anasema kumbe nimekosea, yani hata kumkosea binadamu mwenzako tu, mtu ambaye unaishi naye, anasema kama nimekosea na kuomba unisamehe. Kwa mtu anayejua maana, anakuona wewe bado yani umekuwa king'ang'anizi kwamba kama nimekosea naomba unisamehe. Hii si lugha nzuri katika lugha ya kimalezi. Manake wewe hujakiri kwamba na hujui kama umekosa. Lakini mtu ambaye ni muslih, mtu ambaye anakubali kumaliza mambo, ni kwamba basi nakuomba unisamehe katika kile ambacho nimekosea. Usilete kama nimekosea. Kama nimekosea manake wewe pia bado hujakuwa na uhakika. Na hata tunavyoelekeza tauba zetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, usilengeshe yani kwamba Mwenyezi Mungu kama nimekosea, wewe mwambie Rabbana ighfir lana au Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, au kwamba Rabbana ighfir lana ma qaddamna ma akharna. Ziko dua nyingi ambazo zinamuelekeza Muislamu namna gani ya kufanya dua zake katika kujielekeza kwa Mola wake. Tuko katika surat Al-Mulk, sura ambayo tulianza katika kikao cha wiki jana, na kama nilivyosema kwamba huu ni msimu wa pili baada ya kuwa tumepata mapumziko kidogo kutokana na yale ambayo tulikuwa nayo, wageni wa aina mbili, mgeni wa Allah maalum, alkadhalika wageni wetu kama sisi, na alhamdulillah tumeishi nao kwa muda ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha, na tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuteleza kwetu katika kuwakosea atusamehe, na tulipopatia basi azidi kutuwafikisha hata siku nyingine aendelee kutuwafikisha. Tuliishia katika aya 3, lakini leo nitaomba tuanze tena ili tuweze kuunganisha maana. Na tuliondoka na jambo ambalo kwa asilimia kubwa kama nyinyi ni wafuatiliaji au yeyote yule hata anayenisikiliza kwa umbali kama ni mfuatiliaji, sasa hivi dunia na wataalamu wake wote wapo kwenye mabishano ya hoja na dalili. Wako ambao wanatumia dalili za Qur'an, wako ambao wanatumia dalili za kiakili, wako ambao wanatumia dalili za kifizikia na vitu kama hivyo. Kila mtu yuko katika kila anachohisi kwamba ni sahihi, ambapo hii inaambatana na tukio ambalo limefanywa na moja ya mashirika makubwa sana duniani kwa kufanya tours kwenye baadhi ya maeneo mbalimbali. Lakini
sisi kama Waislamu nafikiri ipo njia sahihi ambayo inatuongoza kwenye kukabiliana na mambo ya kisasa au mambo ya kileo. Miongoni mwa nasaha za ulama, nasaha za wanazuoni, kwamba mtu kuto kukubali fikra na mitizamo ya kileo haraka haraka ni bora zaidi, kwa sababu kadri utakavyokuwa haraka wa kutizama, inapofika pahala wakabadilisha msimamo kutokana na tafiti ulizozifanya, wewe tayari utakuwa umekwenda kinyume na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Mulk kwamba tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, kwamba ametukuka na kutakasika yule ambaye mikononi mwake kuna ufalme. Kwa wengi sisi tulivyo maisha yetu ya kawaida, ikiwa mtu atasimama hapa mfano mbele yenu akazungumza tu, kama akawapa mawaidha kidogo, kisha akakaa akasema mimi naitwa fulani, basi kila mtu atajua huyu ni fulani. Lakini ikiwa huyo mtu ana vitu vingine ambavyo hamvijui, nyinyi namna ya kumzingatia inakuwa ni ndogo. Lakini yule mtu hata kama hatosema yeye ni nani jina lake, au hata hakutoa kuwahusia, lakini akasema kwa sifa zake anazojulikana nazo, tunamzingatia kuliko hata jina lake hata tusipolifahamu. Kuzingatia kile alichonacho inakuwa ndio tunakuwa na makini sana. Mfano mdogo tu, anaweza kaja mtu, pengine ni mtu yuko kwenye intelligence kubwa sana, pengine za kiserikali au za shughuli binafsi, ukaambia unajua kitu fulani, huyu ndo mmiliki wake. Unajua kitu fulani, huyu ndo mwenyewe. Hata bila kujua jina, wewe ile intibahi yako, yani kutilia umuhimu kwako kunakuwa ni kukubwa kuliko ukiambiwa huyu ni fulani alafu akaondoka. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametumia lugha ambayo kwa mwenye akili anatakana atumie akili kufikiria. Kwa maana hata ukikutana na baadhi ya aya za Qur'an kwamba inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid au ta'iyaha udhun wa'iya, yani na aya nyingi ambazo zinamtaka Muislamu mwanadamu awe na akili yani namna ya kubeba hizi aya za Allah zimfikirishe. Tabarakalladhi, ametakasika yule ambaye biyadihi almulk, mikononi mwake kuna nini? Kuna falme. Hiyo tu peke yake. Kwa maana mtu mwenye kutaka kujua anatakiwa ajue ni nani huyu mbele, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye kwenye kila kitu ni muweza, kila kitu, ambao baadhi ya uslubu za wataalamu wanasema qaddima ma haqquhu at-ta'khir wa ukhira ma haqquhu at-taqdim, kwamba kimetangulizwa ambacho haki yake ilikuwa kiwahishwe, au kimecheleweshwa kile ambacho haki yake kimetangulizwa ambacho haki yake ilikuwa kicheleweshwe, au kimewahishwa kile ambacho haki yake ilikuwa kiwahishwe. Hizi ni uslubu za mazungumzo, kana kwamba wa huwa ala kulli shay'in qadir tabarakalladhi biyadihi almulk, kwamba yeye kwenye kila kitu anaweza. Sasa huo uwezo wake ni upi? Ametukuka kwa sababu utukufu wake ni nini? Kwenye mikono yake ana nini? Anafaa. Na lugha ya mikononi mwake, hata watu wengi sana katika kujisifia, katika kumiliki, anaweza kusema kwamba hichi kitu kiko miguuni mwangu, anasema kiko mkononi mwangu. Hili jambo mimi liko mikononi mwangu nalimudu, au liko mikononi mwangu. Hii ni lugha ambayo hata sisi wenyewe tunapenda kuitumia, lakini kama ilivyokuja kwenye baadhi ya ahadithi sahihi kwamba nyoyo za waja ziko kwenye kiganja cha Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha, anazigeuza anavyotaka. Ndio maana imekuja pia katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua alizodumu nazo ni ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika au ala ta'atika, au kama qala sallallahu alaihi wasallam kwamba ewe ya muqallibal qulub wal absar, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo na macho, thibitisha moyo wangu katika taa yako. Hii ikiwa ni dalili kwamba sisi maisha yetu, kufa kwetu, vyote hivi viko kwenye mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mbele ametumia lugha ambayo ni pana zaidi kwamba huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye kwenye kila kitu. Maana hakuna guarantee ya vitu vingapi, la, kila kitu. Kwa maana kila utakachokifikiria Allah subhanahu wa ta'ala anaweza, kama ilivyokuja kwenye ayati nyingine, mfano kama katika surati Maryam na sura nyingine kwamba idha arada shay'an inma amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, yeye amri zake anapotaka jambo liwe na linakuwa. Sasa hapa ni kama anatoa taarifa ya kwanza kwamba
alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadiri, huwa yani alladhi khalaqa as-samawati wal arda alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, huyu ambaye kwenye mikono yake kuna ufalme, ndiyo huyo ambaye ameumba umauti na nini na kifo. Na hii tulitafsiri au tulijaribu kuiashiria katika wiki iliyopita, kwa nini imetangulizwa kifo kabla ya nini ya uhai, ikiwa inarudi kwenye asili kwamba kila kilicho hai asili yake kinakuwa kimefanyaje, kimekufa. Kwa maana tunaweza tukatumia lugha kwamba hata mwanadamu anavyofariki si kwamba ameliendea jambo geni, bali amerudi kule alikotokea asili. Na kauliza hata swali ambalo na kawaida ya kuulizeni maswali kwamba je, watoto ambao tunataraji kuwazaa insha Allah na wajukuu wa watoto wetu au watoto wa watoto wetu, nafsi zao kwa sasa ziko wapi? Baadhi ya mambo aklaniyin, wanaitwa watu wa kutumia akili, wanasema kwamba mtu anapokufa hapa anakwenda kufufuka pahala pengine. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ni qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwezi. Idadi ya nyoyo zilizoko huko kwa Allah katika lauhul mahfudh ni nyingi kuliko idadi ya binadamu ambao wanapumua dakika hii. Kuna nyoyo ambazo bado hazijapulizwa, kuna nyoyo ambazo tayari zishamaliza muda wake wa kuja hapa. Kwa lugha fupi ni kama kiwiliwili tunaazimwa kufanyia shughuli zetu za hapa na pale, kisha chenyewe kende ardhini, kisha nafsi irudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yote ni ushahidi ambao upo katika hadithi sahihi, bali hadithi al-Qudsi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo alladhi khalaqa al-maut wal hayat, Allah ambaye ameumba kifo na mauti. Lengo ni nini la kuumba haya? Kwa sababu mtu anaweza kusema mbona tunaumizana, kulikuwa kuna haja gani sasa? Kama alijua kuna kufa, kwa nini atutese? La, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akupimeni katika nyinyi ni nani ambaye ana matendo ambayo ni mazuri. Kisha baada ya hapo, wa huwa al-azizu al-ghafur, na yeye ni mwenye nguvu. Al-izza, ana utukufu, ana nguvu, ana uwezo. Walikadhalika al-ghafur, na ni mwenye msamaha. Ni msamaha ambao sijajua kwa lugha ya Kiswahili ukizungumzia msamaha unakuwa unakusudia nini, lakini al-ghafur, mtu akikukosea, mfano mtu akikukosea ukamsamehe, ile kosa unasahau. Baadhi ya watu wengi wanakuambia nimekusamehe lakini huyu msamaha wake ni kwamba una asilimia kadhaa, pengine asilimia 80. Akisema nimekusamehe lakini usije hapa, nimekusamehe lakini sitokupa tena hiki, huyu bado msamaha wake una kiwango. Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafurur Rahim, Allah ana msamaha, lakini ndani ya msamaha kuna huruma. Maana msamaha mzuri ni kumsamehe alafu ukaongeza huruma katika kile ulichofanyaje, ulichomsamehe. Ilikuja katika hadithatu al-ifk maarufu, kisa ambacho kimeripotiwa katika surati Nur, ambacho kisa hichi kinamhusu Bi Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume aliposingiziwa kufanya uchafu. Yule mtu ambaye alishukiwa na mazingira yale, ambaye alikuwa analelewa na Abu Bakr radhiallahu anhu, Bakari akachukia kabisa kwamba wewe kwa taarifa hizi, akachukia kabisa hata kumpa huduma. Tazama Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake akashusha aya maalum, wala ya'tari ulil fadl, yani kwamba wasikate tamaa, wasichupe mipaka wale ambao walikuwa wanafanya wema kwa watu hawa. Allah akaeleza kwamba wasamehe, ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Mwisho Allah anauliza kwamba je, nyinyi hamtaki Allah kukusameheni? Na hapa kuna mengi ambayo tunatakiwa tujifunze, haswa kupitia jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anatoa miongozo. Baadhi ya wazazi sasa hivi kwenye jamii yetu unakuta mzazi kamkatia mguu mtoto, kamkatia maneno, hataki hata kuzungumza naye chochote. Lakini unahisi kwenye kumkatia huduma, mawasiliano na kila kitu, hamu yako ni ipi katika hilo? Ni kwamba aache anayoyafanya ambayo unayachukia ili umuelewe, au umemkatia ili umpoteze moja kwa moja? Kama wazazi kuna namna ya kutakiwa kujitafakari. Ikiwa mtu ulimvumilia katika kipindi ambacho alikuwa hajiwezi, ni mdhaifu, basi kumstahimili na kutumia mbinu tofauti ili kumjaribu kumweka sawa, muda ambao ashakuwa na akili ni bora zaidi.
ila wale ambao tayari wanakuwa tena hawana sifa za ubinadamu, pengine la qadar Allah tayari ashapitisha mtihani kwenye ile kuvuta pengine ni madawa au namna anavyotumia, vyovyote vishaharibu akili kiasi kwamba hata ukizungumza hakuna faida, basi wewe tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lamathali bado ana akili, bado ana uwezo wa kufikiria, bado ana uwezo wa kueleweka, usikate tamaa. Na tizameni mfano kwa Nabiiullah Nuh alayhi salam. Nabii Nuh baada ya gharqa anamwambia mwanae kwamba ya bunayya arkam ma'na, kwamba ewe mwanangu panda na sisi. Lakini mtoto bado anaelewa kwamba mimi nitapanda kwenye maeneo ya juu, saawi ila jabal ya'simuni alma, kwamba mimi nitapanda maeneo ya juu na sitodhurika na maji. Lakini bado hamu ya baba ilikuwa ni kumnusuru nani? Mtoto. Sasa sisi tusiwe ni wepesi kukata tamaa, kutoa laana. La, Al-Ghafurur Rahim au Al-Azizul Ghafur, uwe na nguvu alafu samehe. Na hii ndio katika sheria inaitwa al-afu 'inda al-maqdara, kusamehe muda ambao una uwezo wa kuadhibu. Usisamehe kwa kuwa ushakosa nguvu za kuadhibu, la. Al-afu 'inda al-maqdara. Allah anajitangaza al-Aziz, kwanza ana nguvu, ana cheo huyu, lakini pia Al-Ghafur pamoja na hivyo ni nani? Msamehevu. Yani umsamehe mtu ambao ulikuwa una uwezo wa kumfunga ukampoteza haswa, ukamfilisi mali zake, lakini msamehe lillah. Kwa sababu inatokea bahati mbaya tunaamiliana miamala ambayo ni kaswa mibaya, lakini muhimu kwamba mmekumbuka kwamba yupo Allah, mnaweza mkayamaliza, basi samehe. Na hata usipotaka fidia yote wewe samehe. Hii ndio inaitwa al-afu 'inda al-maqdara, usamehe ili hali una uwezo wa kuadhibu, una uwezo wa kutekeleza chochote kwake, una uwezo wa kumnyang'anya kila kitu alichonacho, lakini wewe samehe. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, kwamba je, hamtaki Allah subhanahu wa ta'ala akusameheni? Allah kaendelea, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, kana kwamba bado anaendelea kujitafsiri yeye ni nani. Hii alladhi biyadihi almulk, huyu ambaye mkononi mwake kuna ufalme, huyu ambaye kwenye kiganja chake kuna ufalme ni nani? Ni yule ambaye khalaqa sab'a samawati tibaqa, yule ambaye ameumba mbingu 7 kwa matabaka, yule ambaye ameumba mbingu 7 kwa matabaka. Hapa ndipo panapoanzia gogoro la wataalamu wa kilimwengu na mitizamo na tafiti na vitu kama hivyo. 7 samawati tibaqa, na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwenye ayati nyingi kwamba yeye ndiye ambaye ameumba ardhi bila ya nguzo mnayoiona. Amesema katika ayati nyingi, ikiwa katika surati Ar-Ra'd na kadhalika katika surati Luqman. Katika surati Ar-Ra'd Allah anasema Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, kwamba yeye ndiye ambaye amenyanyua mbingu bila ya nguzo mnayoiona. Sasa je, maana yake iko nguzo lakini hatuioni? La. Angesema bila ya nguzo isiyoonekana, basi tungeweka wazi, tungeweka mashaka kwamba wenda nguzo zipo lakini hatuzioni. Lakini bighairi amadin tarawna, kwamba bila nguzo yote mnayoiona. Thumma stawa ala al-arsh wa sakhara ash-shamsa wal qamara, kisha akastawi kwenye arsh. Baada ya hapo wasakhara shamsa wal qamara, akaziachia, yani akazifanyia taskhiri, zinatiririka au zinabembea au zinacheza zinavyotaka jua na mwezi. Kullu yajri li ajal musamma, Allah akasema kila katika jua na mwezi zinatembea au zinatiririka na kuzunguka katika muda maalum ambao umepangiwa. Yudabbiru al-amra, Allah subhanahu wa ta'ala anaendesha mambo, anapangilia mambo. Yufassilu al-ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, na anaziweka wazi aya, wenda nyinyi mkatafakari katika hizo kwenye aya za Mola wenu mkawa ni wenye kurudi. Hapa kullu yajri li ajali musamma, kila kati ya mwezi na jua zinatembea au zinatiririka au zinasogea, zinazunguka kwa muda maalum au zinazunguka kwa muda maalum. Sasa kuzunguka huko, zinazunguka kutoka wapi kwenda wapi? Ndio hapa zinakuja elimu za kisasa. Utaambiwa mwezi unazunguka kwa masaa kadhaa, jua linazunguka kwa masaa kadhaa na vitu kama hivyo. Mara utaongezewa nyingine na nyingine na nyingine kwamba vinazunguka kwa muda kadhaa. Lakini katika surati Luqman
kwamba khalaqa as-samawati wal ardi, khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawna, hivyo kwamba ameumba mbingu bila ya ardhi ambayo mnaiona. Baada ya hapo, alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa batha fiha min kulli dab, lakin wa anzalna min as-samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim, tukanyeshesha kutoka huko mbinguni maji ambayo kupitia sababu ya maji hayo mnaotesha katika kila aina za matunda. Hapa ndugu zangu tamani, ardhi matabaka 7, mbingu matabaka 7, na baadhi ya hadithi zinaeleza kwamba masir, yani mwendo wa baina ya tabaka na tabaka takriban 50,000 sana, ni miaka 50,000 kutembea tabaka kwenda tabaka. Wallahi, na hizi Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea mbingu tukaiona hii, kuna kitu kikubwa ambacho kama ametaka kutufunza. Sababu kuna vitu lau kama si kwamba Allah ametuonyesha, basi huenda watu wangesema mpaka nikifa ndo nitaona, au mimi siwezi nikaamini na vitu kama hivyo. Kwa sababu ikiwa tabaka na tabaka kuna masaa au kuna mwendo mrefu, na ikiwa tabaka na tabaka kuna mwendo mrefu, manake sasa je, huko juu ya hayo matabaka kunani? Nasu tulionayo thabit kabisa, wala ambayo hatuwezi kupingana katika ziara zilizofanywa na viumbe ambao wamelipotiwa ni mbili, ambazo hizo ndio za uhakika. Ziara ya kwanza ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofanyishwa ziara kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis, kisha kutoka Baitul Maqdis kuelekea huko mbinguni, bali ayati zimesema kwamba faqad kana qaba qausaini au adna, kwamba ilibaki muda tu kidogo, yani ilibaki distance ndogo yeye kuonana na Mola wake. Baadhi ya riwayati kwamba ni Jibril ndiye alibakiza nafasi ndogo kuonana na Mola wake, lakini nyingine kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alibakiza nafasi ndogo kufanyaje, kuonana na Mola wake. Fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba alfuad fa auha ila abdihi ma auha, akapewa wahai, Allah akatoa wahai kwa mja wake kila alichokitoa, lakini ma kadhaba alfuad ma raa, nyoyo hazijadanganya kwa kilichoonwa au kwa zilichokiona. Hiyo ni safari ambayo haina shaka, kwa sababu aliyeelezea safari hiyo ndio mwenye jambo, ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa kwenye hii safari ziko ahadithi nyingi ambazo zinaelezwa kwamba Mtume salama alivyokuwa akifika hapa anaonana huyu, bali katika ambazo ni mashuhuri zaidi ni pale alipokutana na Nabiyullah Musa alayhi salam, na nafikiri kwenye mbingu ima ya 3, Allahu a'lam, sikumbuki vizuri, sijadhibiti. Akamuuliza amekupaje Mola wako? Akamwambia nimepewa swala 50. Kazungumza, akamwambia la, swala 50 nyingi, rudi punguziwa, na vitu kama hivyo, mpaka zikabaki swala 5. Hiyo ndio safari ambayo tuna uhakika nayo, japo safari hii ilivyo haikuacha watu salama. Wale ambao walikuwa naye wakaumiza vitu kusema hili haliwezekani, ili inawezekanaje? Lau kama si Allah kusema mwenyewe subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, wenda hata sisi ingekuwa ni vigumu. Kwa teknolojia gani ya kwenda huko? Kwa vifaa gani vilivyotumika kwenda huko? Kwa kitu gani? Kwa hiyo hapa ndipo inapobakia msingi kwamba jamaa tuwe na subira, tusiharakishe nyoyo zetu kwenye kuingiza kwenye, yani tusiharakishe nyoyo zetu kuziaminisha vitu vitakuja kutugharimu pale ambapo tunapata uhakika, kisha inakuwa ni changamoto. Hiyo ni tua ya kwanza, au ni safari ambazo miongoni mwa safari zenye uhakika za ambazo ziko nje na uwezo wa binadamu wa kawaida. Safari nyingine ni safari ya Dhulqarnain, ambaye Allah amemtaja kwenye Qur'ani katika sura Al-Kahf, ambaye huyu ni kiumbe pekee aliyefanya safari mpaka kufika ambapo jua linafanyaje, linazama, kama Qur'ani ilivyoeleza. Na lau kama si Qur'ani kueleza, hata sisi ingekuwa ni vigumu. Ingekuwa ni vigumu kuamini. Lakini sisi kama ilivyo katika masaili shar'i kwamba la majala al-aqli fi at-tashri'i idha thabata nassun sarih, kwamba akili haina muda, yani akili haipewi upeo wa kukubalisha kitu au kukataza kitu pale ambapo inathibiti nasu sahihi ya Qur'an. Pale ambapo Qur'ani inakuwa ishapitisha, basi akili muda huo haina uwezo wa kukubali kwamba ndivyo au sivyo. Sasa je, wako wengine ambao walifanya hivyo? Wenda wapo, hatujui.
Wenda wapo hatujui. Je, kwa kizazi hiki wapo ambao wanafanya hivi? Wenda wapo, lakini sisi hatufanyije? Hatujui. Au hawa ambao wapo, je, wamethibitishwa na nani? Kwa sababu ili mtu kufanya hivyo lazima kuthibitishwa. Anathibitishwa na nani? Anathibitishwa kwa viwango ambao vipo vya kuthibitisha mtu. Tumeona vizuri Uislamu. Wa alladhi khalaqa sab'a samawati tibaq, Allah ambaye ameumba tabaka 7 za mbingu, na kwenye tabaka hizo ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut, huo ni tofauti katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tara, huo ni wewe mwenye kutizama na kuchunguza fi khalqi arrahmani min tafawut, katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, huo ni tofauti. Na tofauti hii ndugu zangu katika imani, walasta tara ayuha an-nadhir fi khalqi arrahmani al-badi' khalalan wala tanaqudan, huo ni mapungufu wala huo ni migongano katika uumbaji wake, wala tiraban, wala huo ni migongano, wala tanafuran, alkadhalika huo ni tofauti. Hapa mtu anaweza kusema mbona kwenye binadamu kuna kilema, mbona kuna mtu anazaliwa na jinsia mbili, mbona. Ya ibadallah, enyi waja wa Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr, hakika kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekumba kwa qadar. Kama kuna milango ambayo ni migumu na ni mizito katika kifua cha Muislamu, ni mlango wa qadar, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas au mmoja masahaba, sikumbuki riwaya sahihi, lakini kwamba hawi na imani yule mtu ambaye haamini qadar. Qadar ni mlango ambao ni mpana zaidi. So mtu anaweza kujiuliza kwamba hapa Allah anatuambiaje ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut, alafu itokee mtu ana jinsia mbili, itokee mtu amezaliwa hana sehemu za siri, itokee. Ndugu zangu, hayo hayawi isipokuwa ni kwa maslahi ya kile kilichoombwa. Nikirejea nyuma katika baadhi ya mukhtatafat za Isa alayhi salam, kwamba mtu mmoja ambaye alionekanwa au alikuwa ni kilema wa mkono, akaona ile ni udhia wa kubaki ikiwa ni kilema, akabidi aombe dua, amwambie Nabiiullah Isa amwombee dua kwa Allah kwamba sasa jamaa huu kilema mbona ni tatizo. Kwa mujibu wa riwayati kwamba kitendo cha kumwombea mkono kawa sawa, hapo akamuua mtu hapo kwa ngumi. Akamwambia sasa, mwaona kwamba huyu kuumbwa akiwa mkono wake huko hivi ni hikma, ni usalama wenu nyinyi. Kwa hata sisi tunao baadhi ya watu kwenye jamii yetu ni vilema, hawasikii, hawaongei, hiyo ndio salama yao kwao, si wao tu, hata sisi ambao tumewazunguka. Kama baadhi ya watu sasa, mtu anaweza kusema mbona hatuoni majini, tungeona. Ungewaona wewe ungehimili? Yapo mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaficha, lakini ni usalama kwetu sisi, bal kullun fi ghayati al-ibda' wal kamal, bali yote hayo ndugu zangu yapo kwenye kiwango cha juu cha uumbaji, lakini pia na ukamilifu. Fakarrir an-nadhara fi as-samawati, hapa mwisho Allah akasema farji'il basara, kwamba rejesha macho yako ewe mwenye kutizama, mwenye kutaka kutafakari. Farji'il basara, rejesha macho yako. Hal tara min futur, kwamba je utaona tatizo au makosa au utaona lenye kukushangaza katika hayo, labda kwamba kuna matatizo. Hal tara min futur, je utaona ncha na mipasuko kwenye hiyo mbingu? Mimi tungekuwa tuna mainjinia tungewauliza ni kiwango gani cha sakafu ambacho kinaweza kusimama bila kutegemea nguzo, yani ni kiwango gani cha sakafu. Tukizungumza sakafu ni sakafu ile ya juu, saqfa mahfudha kama Allah alivyoita sakafu, labda umwage zege, kiwango gani ambacho cha zege kinaweza kuhimili bila nguzo na kikaishi. Yani mfano tujenge nguzo ifikie hapa kisha tumwage zege hivi, ni mduara gani ambao utahimili bila yani kwa kutumia nguzo moja utamudu. Tunaye engineer anaweza kutusaidia, labda mita 3-4 inaweza kaimili bila nguzo nyingine. Au labda tujenge dirisha hapa, au mfano mzuri ni huu tu aka sakafu ketu haka, kwamba tukikarefusha mpaka huku kataendelea kuwepo. Na engineer mwingine tunaye hapa tu kanategemea ukuta, lakini unaweza kukuta, sidhani na siamini kwamba tunaweza tukaweka kilo 1500 kakabaki ni salama kwa muda wa siku 2 mpaka 3. Unaweza kukuta hakawezi kuhimili. Sasa Allah ndio anawaambia hal tara min futur, kwamba nyinyi kwenye hiyo mbingu hiyo mnayoitizama kwa macho yenu mnaona mipasuko, kwamba sasa imeelemewa, zege imeelemewa pengine, au
vilivyobebwa vimeelemewa. Je, mshaona hali ya tofauti? Swali moja ambalo huwa nifikirishi, napenda kuliulizaga kwamba kwa mnavyofikiria nyinyi, kati ya mbingu hii, kati ardhi hii tuliyopo juu yake na mbingu, ni ipi katika viwili hivyo kimebeba zaidi? Ardhi hii tunayoikanyaga na majumba yetu na magari yetu na vitu vyetu na vitu vyote ambavyo vipo na miradi yote ambayo ipo, na mbingu hii ambayo tunaiona lakini haina nini? Nguzo. Mnahisi ni kipi katika hivyo viwili kimebeba zaidi? Naam, ni ardhi ndio imebeba zaidi. Ndugu yetu ameweza amefikiria na amejibu. Nani anaweza kaona jibu zaidi hapa? Naam, ni ardhi. Naam, jawabu zaidi ya hilo, vyote vimebeba. Sawa sawa. Ardhi imebeba nini kizito kwanza? Yaani ni nini kwanza? Cha kwanza kizito ni nini ambacho ardhi imebeba? Bahari. Milima. Ambao ndo vigingi kama Allah alivyosema waljibala autada, na milima ikiwa ni nini? Ni vigingi. Twende kwenye maji ya bahari. Yako juu ya ardhi. Si ndio hivyo? Na mawe, tuweke na mawe, tunayaona mawe. Njoo sisi binadamu, njoo majumba tunayoyajenga, yani njoo leta vitu vyote. Tayib. Malaika tunawajua. Malaika hawa, malaika ambao tunawasikia wako wapi hasa? Kwa mbinguni. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliona wingu limezibwa kabisa, yani haoni mbingu, anaona ni uzibe, yani baina yani ikiwa ni upana wa mashariki na magharibi, akitizama huku haoni na huku haoni. Kumbe ni Jibril tu ameweka mbawa zake, yuko ametulizana. Kiumbe huyu moja, yani kupiga macho ukawa huoni, isipokuwa unaona ni uzibe, sehemu imezibwa. Kumbe ni kiumbe huyu amefanyaje? Ametulizana tu. Sasa na kama ilivyo kwamba Baitul Maamur ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kila siku anaomba malaika kwa idadi kubwa sana na wanaingia hawarudi, ukaja pepo na vitu vyake. Kwanza kuwepo Allah peke yake, kuwepo Allah peke yake si jambo la kawaida. Ala kulli hal, hii nukta tuiache angani, lakini kila mtu aende kwa namna moja au nyingine akafikiria. Thumma rji'i al-basara karratayn, kisha rejesha macho kwa mara ya pili. Yanqaliba ilayka al-basar, macho yako hayo uliyoyatumia yakakutizamie yatarudi kwako ikiwa yamechoka, yamefikiria, yamechoka. Khasian, yakiwa yamechoka zaidi na yamefedheka, yani yamepata hasara. Wa huwa hasiri, ikiwa yanajuta. Baadhi ya mambo ambayo nilikuwa nawafundisha vijana wangu na waeleza, kwa kawaida sisi tunatishana sana na maisha, na wallahi watu wengi leo tunatishana kabisa. Kwambia wewe kaa shauri yako, wewe ukizeekaje? Yani tunaambizana maneno kama hayo. Mimi nikamwambia mtu ikiwa atakwambia, lakini tulikuwa tunazungumza katika masuala mazima ya kusoma, kwamba ikiwa mtu atakwambia kwamba wewe unasoma utakuwa nani au unafanya hivi ili kuwa nani, mwambie njoo, naomba uende kwenye faili langu niangalie mwaka 2050 nitakuwaje, yani natakiwa kuwaje, yani natakiwa niweje ili nianze juhudi za kuwa hivyo ninavyotakiwa kufanyaje kuwa. Akikujia na majibu kwamba utakuwa hivi, basi muamini. Lakini ikiwa sisi hapa na kikao hiki tulichokikaa hatuna asilimia hata 1.1 kwamba tutaswali isha, kwani tutishane na mustakbal? Kwani tuogope? Yani kwa nini ukose amani? Sema hizi mvua zimejesha, zimepita hizi, sijui itakuwaje. Taib, hatufundishani kuwa wazembe katika utendaji, la. Na hatufundishani kuwa na akili mgando, la. Kwamba mimi na miaka 50 napanda mkahawa wa nini, na miaka 70 napanda mkahawa wa nini, si utakuja la. Suala la kutenda liko pale pale. Ninachozungumza ni kile ambacho kipo nje ya uwezo wa binadamu. Kutishana,
mustakbali wako utakuwaje? Itakuwaje? Ndugu zangu, wote tuna uhakika wa muda huu ambao tupo. Hizi dakika tulizonazo za kupumua ndio uhakika wetu. Ama kinachokuja baada ya hapo iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo biyadihi almulku, kiko mikononi mwa nani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama asbab la ba'sa fihi, hata kama una miaka 100 leo, kapande ndizi, kapande mgomba huo, kapande mkahawa, usiseme mimi nishazeeka hata sitovila. Mtume sallam alimwambia mmoja wa masahaba zake wakati anakufa na mali, lakini amemwacha binti, akamwambia kuwaacha watoto wako wakiwa ni wenye kujiweza ni bora kuliko kuwaacha wakiwa ni mafukara. Kwa basi hii inatufikisha mpaka baadhi ya watu wanakuwa na roho mbaya, anaona nishazeeka, anaanza kutumia mali vibaya, hajali kwamba basi nimevitafuta mwenyewe. Sawa, una uhuru, lakini tumia kwa wema. Ukafa leo ukawacha watoto wako wakawa na chakula, wanapakusimamia, wanapakulala, wanapakujihifadhi, ni bora zaidi kuliko ukawacha wakawa ni wenye kuombaomba. Tunapofika kwenye mambo ambayo hatuyajui tusitishane, lakini mambo ya juhudi za kibinadamu za kawaida, kulima na kufanya biashara na kufanyaje, haya mambo ya kawaida sana ambayo kila mtu anaweza kufanya juhudi na Allah subhanahu wa ta'ala akampa katika kile ambacho amekifanyia juhudi. Allah akasema walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, kwamba hakika tumeipamba mbingu ya dunia, wingu la dunia hili, bimasabiha, kwa taa, bimasabiha, kwa mianga, bimasabiha, kwa nyota na mwezi na jua na sayari nyingine ambazo tutakuja kuzungumza hapa mbele, kwa sababu hii ndio mada ambayo inaumiza vichwa vya wataalamu wengi kweli. Yani mimi nimejitahidi kufanya bahthi na tafiti, lakini unaona kila anayezungumza bado anazungumza kitu kile kile. Kwa bahati nzuri hata wataalamu wetu sasa hivi tunao, wataalamu wetu sasa hivi pia tunao kwenye nchi yetu, watu wanazungumza, unaona kabisa amezungumza topic ambayo inakwenda haswa kwenda kwenye usawa. Kwanza swali ambalo niliwahi kuliuliza miaka ya nyuma kidogo, kwamba je, dunia au ardhi hii ni duara au ni imetandikwa? Nafikiri mtakumbuka wale ambao tumekuwa wote kwenye masomo yetu haya, kwamba je, ardhi ni duara kama duara ya mpira, kama duara ya yai, au imetandikwa kama sahani, kama mkeka, kama vitu vingine? Hapa ndipo ambapo panakuja na swali zito sana. Wengine wataalamu wengi sana wenyewe wanabishana kwamba ardhi kama ni duara, mbona bahari hazimwagiki? Kwa sababu ikiwa ni duara maana yake inazunguka, na si ndio iko hivyo kwamba ardhi inazunguka? Wanasema lakini kwamba ardhi inafanyaje? Inazunguka. Kwamba kama ardhi inazunguka, mbona hatujawahi kuona siku moja bahari? Yani sasa bahari, kwamba sasa hivi bahari ilikuwepo lakini haipo, labda sasa hivi dunia labda ardhi imezunguka imekaa hivi, au kama inazunguka hivi, labda kama inazunguka hivi manake sisi ambao tuko hapa leo inabidi kwenye mzunguko wa ardhi huu siku ya siku jua lituchomozee hapa au lituchomozee hapa, kutokana na nini? Na ule mzunguko. Haya ni mambo kwa kweli yanafikirisha sana. Haya ni mambo ambayo yanafikirisha. Ukirudi kwenye Qur'an, Allah anasema alam naj'alil arda mihada, hatukufanya ardhi kuwa ni tandiko? Si tandiko tu, waljibala autada, na milima iwe vigingi vya kuzuia hichi mlichotandika kisipeperuke. Sio, tunaelewana ndugu zangu? Ukija hawa watu wengine kama alivyosema al-Imam al-Qahtani kwamba wal ardu kwamba kadhaba al-muhandis wal munajjim mithlahu fahuma li'ilmi Allah mudda'iyan al-ardu 'inda kilayhima aqrawiyatun. Watu hawa wanaodai elimu za uhandisi alikadhalika elimu za nyota, wao kwa wao kwamba ardhi ni duara. Fahuma bihadha alqawl muqtarinani, kwamba na kwenye kauli hii ni wenyewe wanabishana. Sasa haya tumekubalia ni duara. Ni duara ya aina gani? Ni duara ya sahani au ni duara ya mpira? Sawa. Wal ardu inda ulinnuha la satihatun, na ardhi kwa wenye akili ya imani ya Allah la satihatun,
ni tandiko. Bidalili sidqin wadihi alquran, kwa dalili za ukweli za Qur'an. Hakuna hata dalili moja ambayo inaashiria ya Qur'ani wala kueleza kwamba hii ardhi ni duara. Hakuna. Allahu a'lam, kwa bado ni jambo la tafiti, lakini kwa Qur'ani hii tunayoisoma hakuna hata dalili moja inayoonyesha kwamba ardhi ni nini, ni duara kama duara ya nini, ya mpira. Hakuna. Lakini mimi nikasema ikiwa kuna tafiti zifanywe, ikiwa kuna tafiti za kufanywa sasa, kabla ya watu kwenda mwezini, kwenda kwenye jua, kwenda kwenye Jupiter na Mushtari na nini na nini, kwanza watupimie hii ardhi, yani wapime tu, waende mpaka mwisho wa ardhi inapoishia, kisha waanzie huko kupima mpaka, kwa sababu moja ya tafiti zilizokuwa zinaonyeshwa kwamba wale waliokwenda huko juu, walipofika huko juu, wakitizama dunia wanaiona kama sisi tunavyoona mwezi na nini, najua sio kama tumeelewana ndugu zangu. Lakini hapo wakija, yani kuna majibu mengi wanayoyatoa kuhusu tafiti zao, mpaka hata unaweza kuona mbona wamechanganyana sasa, kwa sababu huyu anatoa hili na huyu anatoa hili. Allah kwenye masala ya ardhi nini, jua na mwezi, amesema viko kwenye anga, vinafanyaje? Vinaogelea. Tajri li mustaqarri laha, yani kama alivyosema katika surat Yasin, washamsu tajri li mustaqarri laha, kwamba jua hili linazunguka kwenye mzunguko wake. Dhalika taqdiru al-aziz, dhalika taqdir al-ali al-azim wa al-aziz al-alim, mwenye nguvu na mwenye elimu, kwa maana jambo linahitaji elimu. Lakini washamsu wal-qamaru qaddarnahu manazila, kwamba na mwezi huu umekadiriwa vituo, na vituo hivi kama mtakumbuka tulivyosoma katika surat al-Buruj, kwamba Buruj ambao ni vituo maalum vya mwezi viko 12, ambavyo kila kituo hiki kinakwendana sambamba na hii mnavyoona Muharram mpaka Dhulhijja. Na imekuja katika hadithi, Mtume sallama alijiliwa na Yahudi mmoja, akamwambia niambie kuhusu kawakib, zinaitwa kawakib hizi. Na ndio maana pia ikija katika sura kule, wa idhal kawakibu intatharat, ukisema kawakibu ni nyota peke yake ni tafsiri ambayo bado imedogeshwa, lakini ni zile vyote ambavyo viko huko vinaitwa kaukab, ambao ukiingia kwenye taaluma za sasa kama tulivyosoma sisi zinaitwa majarati. Majarati nyinyi mnaita sayari, kwa Kiswahili tunahitaji hao, ndio hizo sayari zinaitwa, ndio hizo sayari. Sayari ni Kiswahili jamani? Sayari ni Kiswahili? Taib, ala kulli hal, mimi katika hili sitaki nikupeni msimamo, isipokuwa nakupeni yote myajue, alafu nyinyi mtoke cha kwenda nacho. Allah subhanahu wa ta'ala amesema walaqad zayyana as-samaa ad-dunya, kwamba tumeipamba mbingu ya dunia. Mbingu ya dunia ni hii ambayo sisi tunaiona kwa nini? Kwa macho yetu. Allah anasema hivi. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu amesema kwamba yanzilu rabbukum kulli fajrin, la kwamba yanzilu rabbukum ila samai dunia, kwamba Mola wenu anashuka mpaka kwenye mbingu ya dunia au wingu ya dunia hii sakafu ya dunia hii. Akifika pale anawaambia malaika kwamba ulizeni katika waja wangu, inakuwa ni alfajiri, lakini kwamba je, kuna mwenye jambo nimsaidie, je kuna mwenye na vitu kama hivyo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anashuka kwenye mbingu. Tayeb, walaqad zayyana samaa ad-dunya, kwamba hakika tumeipamba mbingu ya nini? Ya dunia. Sasa swali la kuulizana mimi na wewe, tunavyotizama hivi juu, sisi tunaona mbingu ya kwanza au tunaona mbingu ya dunia? Tunaona sio ya kwanza, ndo mbingu, ndo samaa ad-dunya hii ambao Allah amesema walaqad zayyana samaa ad-dunya, tumeipendezesha na kuipamba mbingu ya dunia bimaswabiha. Kwa lugha ya Kiarabu kizungumza misbah, hizi ni misbah, hizi zote hizi ni misbah. Ukitoka nje ukaona mwezi, ukaona jua, ukaona nyota, zote ni nini? Misbah. Vimondo ni misbah vyote, kwa maana uwezo ukasema taa au mapambo yenye kuwasha. Sawa? Swali jingine,
nyota hizi, jua, mwezi na hizo nyingine viko wapi? Viko samai dunia hii au viko wapi? Au viko samai dunia ambao hatuoni? Kwa sababu swali ambalo lipo na ambalo hili yani nukta ambayo ipo na inategemeana sana na wataalamu ni kwamba vimezibwa na nini? Hizi sayari nyingine kwamba zimezibwa na nini? Najua, si ndio hivyo? Au sio hivyo? Kwamba zimezibwa najua kwa maana jua kienda likafanya hivi, yani kuna mambo mengi sana, wallahi kuna mambo mengi sana sana sana. Mimi ninachokutakeni katika hile, msisimame kati. Vifurushi vyenu mnavyoviweka kwenye simu zenu visiishe kwenye kuangalia sio nani kafanya hivi nani kafanya hivi. La, fanyeni tafiti Uislamu, kwa sababu nafikiri juzi tuliulizana hapa kwamba tafiti zinaonyesha sasa hivi sayari ni ngapi? Nani? Wakifika 12 hakuna sayari baada ya 12, kwa sababu nikuja katika hadithi kabisa. Mimi wakati nafanya tafiti zangu, Yahudi mmoja alikuja kwa Mtume sallam akamuuliza, niambie kuhusu hizo sayari. Mtume akamtajia kwanza mpaka ya 12 na majina yake. Sawa? Tayeb, inapokuja leo hii tukapata sayari inaitwa Jupiter, ikaitwa Mushtari, ikaitwa hayo majina asili yake imetoka wapi yani? Na majina ya lugha gani? Ni ya wapi yani? Hayo majina ni ya nini? Sawa? Ni pahala ambapo mwanadamu bado anatakana kutafakari haswa kuhusu Mola wake subhanahu wa ta'ala. Allah akasema waja'alnaha rujuman lishayatin. Kwenye hizo misbaha au kwenye hizo taa ambazo ziko huko, kuna baadhi ambazo tumezifanya rujuman, ni zenye kupiga mashayatini, ambazo zenye kupiga nini? Mashayatini, ambao mashayatini hayo wa'atadna lahum adhab as-sa'ir, yameandaliwa adhabu ambayo yenye kuumiza. Hii aya ime inatafsiri aya ya mbele au yenyewe inajitegemea kutafsiri hayo mashaitani. Leo tukiwa tumekaa kawaida kama sasa hivi, mtu aliyekaa nje hapo kwa zaidi ya nusu saa, kama nyota zinaonekana, atakuwa ameona moto wa haraka wenye kuruka. Sawa? Lakini haya ndio rujuma la shayatin, ndio zenye kupiga mashaitani. Na kama ilivyokuja katika sura As-Saffat, shihabun thaqib, yani mioto au vimondo vyenye kupiga, vinapiga nini? Vinapiga mashayatini. Sawa? Kama Allah alivyosema zinatul kawakib wa hifdha min kulli shaytanin marid, kwamba hizi moja ya kazi ya hii mianga tunayoiona huko, hizi nyota na ulinzi ambao upo na vingine ambao hatuvioni, wa hifdha min kulli shaytanin marid, hivyo vimelinda hasa mashaitani hawa wenye kuruka. Mashaitani hawa la yasma'una ila al-mala'i al-a'la, wasende kusikiliza au wasisikilize taarifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayukudhafuna min kulli janib, na wanafukuzwa katika kila pande. Kwa maana ukikaa unaweza kukiona huku, unaweza kukiona huku. Tumeelewana? Illa man khatifa al-khatfata, isipokuwa anaye kupata kadogo, lakini pamoja na hivyo fa atba'ahu shihabun thaqib, anafuatwa na kimondo ambacho nchini wake kinawasha kweli kweli. Huo ni ulinzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka huko. Lakini swali jingine, tafiti zinasema kwamba hizi nyota ni kubwa kuliko dunia, kwamba nyota zinakuwa kubwa kuliko mwezi. Sasa je, masafa ambayo mimi na wewe tukitumia macho kuona huko, ukaona nyota hii iko hapa na hii iko hapa, je, hii mbingu ni kubwa kuliko dunia? Huku Allah anatuambia pepo ardhuha samawati wal ardh. Allah akija kwenye vipimo vya upana wa ardhi ni kwamba ardhi inalingana na nini? Na mbingu. Usam tunaelewana hapo? Lakini ni kwamba ardhi inalingana na nini? Ardhuha samawati wal ardh, yani upana wake ni usawa, ni sawa na upana wa mbingu na nini? Na ardhi. Mbingu na nini? Ni kana kwamba ardhi na mbingu hizi, na kama ilivyo aya kwamba kana taratqan fafataqna huma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, kwamba hii awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan, kwamba je, hawajaona hawa waliokufuru kwamba hii mbingu na ardhi zilikuwa zimefanyaje? Sasa hapa
tumwamini Allah na Qur'ani au tuamini tafiti za kisasa? Hapo Uislamu, hili darasa huenda litatuchukua muda, lakini mimi ninachotaka tuelewane. Hata tusipokubaliana, lakini uelewe mwenyewe, ili ukifanya tafiti ufanye ukiwa na misingi ya kuelewa. Allah anasema kana taratkan fafatakna huma, kwamba zilikuwa zimegandana hivi. Swali, wakati zimegandana hapo na wakati tunaambiwa inna iddata shuhuri inda Allah yawma khalaqa as-samawati wa tokea alivyoumba mbingu na nini na ardhi. Sasa Allahu aalam, wakati huo ilikuwa zimeshikana hivi, yani hizo Jupiter na Mushtari zishazaliwa au la? Fafataknahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, kisha zikafanyaje? Zikachanishwa. Huku akija anatuambia upana wa mbingu, upana wa pepo, ardhu has-samawati wal ardh, upana wake ni kama mbingu na nini. Wataalamu, nyota zinakuwa kubwa kuliko nini? Sasa je, nyota hizo, na wanasema kwamba lau kama nyota moja ikadondoka basi ardhi yote inafanyaje? Sasa tusimame wapi? Au mashia wajasoma sayansi? Islam sio kama tunaelewana. Mimi ninachotaka nikwambieni kwamba nyinyi kuweni kama mioyo yetu, yani au imani zetu tuzifanye kama sponge kwa sasa. Sponge ukiweka kwenye maji inachukua maji, unaona kabisa ni maji. Ukiweka kwenye chai inakuwa chai, ukiweka kwenye maziwa unaona kabisa ni nini? Maziwa. Hii tuisalimishe kwanza kabla ya kunyosha kitu, kisha tukaje kupata changamoto kwenye, kwa sababu tafiti nyingi za tours za hawa watu watafiti, baada ya muda wenyewe wanazitengua. Yani sasa unaweza kukubaliana ikapita miaka 15 wakafanya research tena wakaidhoofisha hii. Sasa wewe wakati huo ushagaamini hii, ukasema hapa Qur'ani inawezekana ilifanyaje? Ili tudanganya. Utabaki na msimamo gani? Unaona vizuri? Kwa hiyo laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, Allah subhanahu wa ta'ala amepamba dunia bimasabiha. Masabiha hizi ni kama tadhi'u ash-shams lakum bin-nahar waja'alna li hadhihi an-nujum fa'idatan ajra. Lakini kama miongoni mwa masabihi ni jua, miongoni mwa masabihi hizi ni nyota, na nyota hizi zina kazi kubwa sana. Tayeb, ana najua kazi ya nyota hapa. Nyota hizi kazi yake ni nini hasa? Kuwaka, kuleta joto. Nyota. Naam. Ndugu yetu amesema miongoni mwa kazi za nyota ni kuleta joto. Naam, Sheikh Muhammad. Naam. Wapi? Kwa maana mwezi peke yake hautoshi. Ndio. Katika surati An-Nahl Allah amesema wabil-layli wa bin-najmi hum yahtadun. Usiku kwa nyota hizi wanatumia kuwa ni mwongozo. Leo ukiuliza watu wa majini wanajua. Akwambia akiona nyota ile anasema ile tunafika pahala fulani, kwamba ile tunafika pahala fulani. Binafsi mimi sijajua faida nyingi tofauti, na ikiwa ni pamoja na kuelekeza waja'alna li hadhihi an-nujumu faidatan ukhra wa hiya rajmun a'da'ikum ash-shayatin. Miongoni mwa kazi za nyota ni kuwapiga mashaitani. Miongoni mwa kazi za nyota ni kuwapiga mashaitani alladhina yuhawiluna istiraq as-sama, wale ambao wanakuwa wanafanya mbinu za kuiba maneno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa al-murad min al-aya ar-rajmu yakunu bin-najm nafsu, na anasema kwamba si maana kwamba nyota yenyewe ndio inapiga, la, wa inma yush'ilu bi shi'latin sati'atin min nar, ni kutokana na ule mwanga wa nyota ndio ambao unafanyaje, unapiga. Tanfasulu minhu al-kawkab, sawa, bidalili qawlihi ta'ala, yani kwamba ni ala ambayo inatoka kwenye nyota kwenda kupiga nini kwenda kupiga hilo shetani, kwa sababu nyota ni kubwa kuliko shetani. Sasa nataka niwaulize, wakati tunamaliza darasa, tumekubalianaje? Nyota ni kubwa kuliko dunia, au nyota ni kubwa kuliko mwezi, au nyota ni kubwa kuliko nini? Na ili hali Allah anasema ukubwa wa dunia iko sambamba na nini? Na ardhi, kwa sababu zamani vilikuwa vimefanyaje? Vimegandana, kisha akafanyaje? Haya ni maswali ambayo nataka niache wazi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, tutakapokutana katika kikao kijacho, baada ya watu kwenda kufanya research, tutarudi tukapata majibu sahihi.
wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir, kwamba tumewaandalia adhabu iliyokuwa kali, hasatan hayo mashayatin. Baada ya hapo Allah akasema walilladhina kafaru adhabu jahannam, na wale waliokufuru wanayo adhabu ya jahannam, wa bi'sal masir, na hapa ni pahala pabaya kabisa pa kufikia. Allah akasema idha ulqu fiha, watakapoingizwa kwenye huo moto, sami'u laha shahiqan wa hiya tafuru takadu tamayazu min alghayb, kwamba watakaporushwa motoni humo, hao makafiri watakaporushwa kwenye huo moto kwa ajili ya kupewa adhabu yao, sami'u laha sautan fadhi'an munkar, watasikia sauti yenye kuwakera sana, shahiqan kashahiqi alhimar, na ukelele kama ukelele wa punda, wa hiya taghli bihim, lakini huo ni ukelele na sauti za moto wenyewe kuchemka, wa hiya taghli bihim kama yaghli alqidr bit'am ala an-nar, yani inachemka kama vile chungu kinavyochemka. Ukifuatilia sana haya mambo ya tafiti haya, wanakuambia hiyo ni sauti ya dunia, yani ni sauti ya mzunguko wa dunia, au ni sauti ya mzunguko wa mwezi na vitu kama hivyo. Amesema Ibn Abbas radhiallahu anhu kwamba tashhaq bihim shahqat albulghati lishair, kwamba moto huu unawachana kama vile kinachosaga ngano kinavyokuwa kinachana kinavyokuwa kinasaga ngano, sawa. Yani namna ambavyo sauti za moto zinavyokuwa, yani ni ile ni sauti kwanza nzito mbaya kutokana na ile kinachokusudiwa, lakini zinaumiza, yani sawa au ni sambamba na vile mtu anavyokuwa anasaga kile anachokisaga, ule mungurumo. Sasa lauti ungekuwa ni kile kinachosagwa, ndio ungekuwa unasikia ubaya wa ile sauti ambayo inakuwa inatokea. Sasa takadu tamayazu min alghayb, kwamba hiyo jahannam yani inakaribia kuchanika kutokana na ghadhab, inakaribia kuchanika kutokana na ghadhab, yani tashtaddu kama ilivyo kwenye baadhi ya hadithi kwamba tashtaddu arshur rahman ghadaban, yani kwamba arshi Allah yenyewe inatikisika kutokana na ghadhabu ambayo inakuwa nayo kutokana na baadhi ya makosa ya waja. Kwa hiyo ay takadu jahannam tataqatta'u min shiddati alghadab ala a'da'i Allah, jahannam yenyewe inakaribia kuchanika kwa kufukuta kutokana na ile ghadhabu iliyokuwa nayo kwa hawa ambao wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama ulqiya fiha fawjun, kila linapodondoshwa kundi, sa'alahum khazanatuha, wale wanaolinda moto wanawauliza hawa waliodondoshwa, alam ya'tikum nadhir, nyinyi hamkuonywa, hamkujua kama haya yapo? Jawabu ni lipi? Qalu bala qad ja'ana nadhir, sema alikuja wa kutuonya. Fakadhabna, lakin tukamkadhibisha. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in, tukasema Allah hajateremsha chochote. In antum illa fi dhalalin kabir, kwamba hamkuwa nyinyi isipokuwa mko kwenye kutupotosha. Lakini hapo wataongeza waqalu law kunna nasma', watasema lau tungekuwa tunasikia, au naqil, au tungekuwa tuna akili kwenye yale tulikuwa tukisikia, ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa kwenye adhabu hii yenye kuumiza. Na hapa ndipo inapokuja kumbe akili peke yake haitoshi bila kusikia, au kusikia peke yake hakutoshi bila akili. Niwaulize, kutosha peke yake, kusikia bila kuwa na akili, au kuona bila kusikia, ni ipi ambayo inaweza kuwa na manufaa kwa binadamu? Kusikia bila kuwa na akili, au kuwa na akili bila kusikia, ni ipi ambayo inaweza kumfaa mwanadamu? Ni kipi ambacho akipoteza kinaharibia chingine? Yote ni mtihani, lakini hivi vitu vinazidiana. Hamjaona mabubu wa Uislamu na ni wa kusilimu, sio wa kuzaliwa? Hamjaona bubu? Si ni wale ambao wasikii? Hamjaona wa Kiislamu? Wapo. Sasa hapa si masikio hayo mnayoyajua nyinyi, innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, ni akili ya moyo ya kufikiria na kutafakari. Kama swala la kusikia, wako wengi wanaosikia hata hawana faida na wanavyosikia.
lakini kinachotakikana ni nini? Ni akili ambayo inatadabburi mambo, inapima mambo yale ambayo yanakuwa yametoka kwa Mola wao. Waqalu law kunna nasma', watu wa motoni watasema lau kama tungekuwa tunasikia, au naaqil, au tungekuwa tuna akili. Maana akili ya nini? Kutafakari yale tuliyofanyaje, tuliyosikia. Ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa katika watu wa motoni. Mbona hii yani, mbona kama ni jambo dogo yani, hatukutakiwa kuwa huko, ila kilichotuponza ni nini? Akili yetu hatukuitumia kwenye kutafakari. Fa'tarafu bidhanbihim, watakiri madhambi yao. Fasuhqan li ashabi sa'ir, ay basi hiyo ni ishara mbaya kwa watu ambao ni motoni. Hii ni taarifa ambayo inaishia kuzungumzia watu wa motoni, na ningeomba tusimame kwenye kipengele hiki cha aya, kwa sababu panapokuja mbele ni taarifa za watu wengine, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa asirru qawlahum, na nukta ambazo zinaendelea hapo mbele. Inshallah, kwa dakika chache zilizobaki naomba tupokee maswali, kisha inshallah tusimamishe swala na tuweze kurejea kwenye majukumu yetu inshallah. Lakin tahadhari Muislam, Allah subhanahu wa ta'ala amempa akili katika kutafakari yale ambayo Allah amemwekea. Basi akili hiyo aitafakari, yani aitumie kwenye kutafakari, ili asije kuwa ni mwenye kwenda na upepo kisha akakosa pa kusimamia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Naam.